Habari yako. Haya, nisikilize nikwambie jinsi ambavyo Marekani na Israeli wamejichanganya kule Lebanon, kitu ambacho kinachekesha. Saa zingine haya mataifa makubwa yanaweza yakatengeneza sera ambazo baadaye zinakuja kuwarudia wenyewe. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Sasa nchi ya Lebanon ilitawaliwa na Mfaransa. Kutokana na hilo, Mfaransa bado ana nguvu ya ushawishi katika serikali ya Lebanon, na Marekani pia ambaye ni mshirika wa Mfaransa. Kutokana na hilo, Marekani wana uwezo wa kuwa na nguvu ya kufanya chochote ndani ya Lebanon. Na moja ya jambo kubwa ambalo Marekani wamelifanya ndani ya Lebanon pamoja na Israel ni kudhoofisha jeshi la serikali ya Lebanon makusudi ili lisiwe na nguvu, kutokana na kwamba Lebanon imepakana na Israel. Kwa hiyo Marekani na Israel wanahofia jeshi la Lebanon likiwa na nguvu itakuwa hatari kwa usalama wa Israel. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu wamekuwa wakifanya jitihada zote kudhoofisha jeshi la Lebanon makusudi ili lisiwe hatari katika usalama wa Israel. Na hii ni sera kuu ya Marekani. Mataifa yote ya Kiarabu, hasa yale ambayo yenye ushirika na Marekani, Marekani huwa anahakikisha hawapi teknolojia za kijeshi nzuri zitakazozidi teknolojia za Israel, ili tu hizi nchi zote za Kiarabu zisiwe tishio kwa Israel. Sasa basi, kutokana na hilo, siku zote jeshi la Lebanon ni jeshi dhaifu. Kutokana na hilo, Walebanoni wakaamua kuunda kundi ambalo linaitwa Hezbollah mwaka 1982 kwa hisani ya Iran. Kwa Iran ndio mfadhili mkuu wa kundi hili la Hezbollah. Toka mwaka 82 mpaka leo mwaka 2026, Israel wakashindwa kulimaliza hili kundi la Hezbollah. Kila siku linazidi kupata nguvu, japo wameua makamanda wake mpaka mwanzilishi wake. Lakini mpaka leo wameshindwa kulimaliza kundi hili la Hezbollah. Sasa Hezbollah walipigana sana na Israel kuanzia mwaka 2023. Mwaka 2024 Marekani akataka Hezbollah na Israel wakae chini katika meza ya mazungumzo ili vita iishe. Lakini baada ya hapo Israel wakawa wanaendelea kufanya uchokozi ndani ya Lebanon. Hezbollah wakawa wananyamaza kimya. Watu wengi wakatafsiri kwamba pengine Hezbollah imeishiwa nguvu. Mwaka huu Israel walipoanzisha vita, Israel na Marekani walipoanzisha vita Iran, Hezbollah nao juzi wamesema kwamba wameanzisha na wenyewe vita na Israel. Sasa Israel pamoja na Marekani kwa hiyo wana vita mbili, vita ya Iran na vita ya Hezbollah kule Lebanon kusini. Sasa kinachotokea ni kwamba Israel na Marekani wameshangazwa na nguvu mpya walionayo Hezbollah, kwa sababu wao waliamini Hezbollah wameidhoofisha. Kumbe Hezbollah mwaka 2024 ilitia saini kukubali kuacha kupigana, si kwa sababu imedhoofishwa, bali ni kwa sababu Umoja wa Mataifa uliingilia kati. Wao Israel walipigia mahesabu kwamba imedhoofishwa. Na baada ya serikali ya Assad pale Syria kudondoka, basi Israel walipigia mahesabu kwamba Hezbollah haina nguvu tena, kwa sababu Iran ilikuwa inatumia ardhi ya Syria kwenda kuipelekea Hezbollah makombora pamoja na vitu vingine vya muhimu kama mafuta na mambo mengine ya muhimu walikuwa wanahitaji kijeshi. Kwa hiyo serikali ya Assad ilipodondoka, Israel wakahakikisha wana control maeneo mengi pale Syria, hasa maeneo ambayo walikuwa wanajua ndo njia za Iran kupita kwenda Lebanon kuwasaidia Hezbollah. Kutokana na hilo, Israel na Marekani walijiridhisha kabisa kwamba Hezbollah haina nguvu. Sasa juzi Israel na Marekani wameishangaa Hezbollah inarusha mamia ya makombora na yanaingia katika ardhi ya Israel na kufanya uharibifu. Maana yake ni kwamba Hezbollah wana makombora mengi ya kuweza kuvuka katika ulinzi wa anga wa Israel na Marekani na kufanya uharibifu ndani ya Israel, kitu kilichopelekea mpaka Israel wameamua kuwahamisha wakazi wake wote wanaoishi kule Israel ya kaskazini, kutokana na kwamba maafa ni makubwa yanayosababishwa na Hezbollah ndani ya Israel. Ni vile Israel hawaripoti sana haya mambo, kwa sababu wamezuia vyombo vyao vya habari visiripoti habari kwa uwazi zaidi, na wanazuia watu wasichukue matukio wakaposti, la sivyo kifungo miaka 5. Hivi ndivyo habari zinavyosemekana. Kwa hiyo hii nguvu ya Hezbollah mpya, Israel wanajiuliza, Hezbollah wamepata wapi hii nguvu ya kurusha makombora ambayo tunashindwa kuyazuia? Sasa uhalisia wa mambo ni kwamba kumbe habari za chini ya carpet zinasema kwamba ile mwaka 2024 Hezbollah na Israel na Marekani walivyokaa na Umoja wa Mataifa ili vita iishe,
Basi vita ilipoisha tu, unaambiwa Iran, makamanda wake wa kundi lile la Quds Force, kikosi kilichopo ndani ya Islamic Revolutionary Guards, haraka sana wakatua ndani ya Lebanon. Wametua bila kuonekana katika macho ya Israeli na Marekani. Walivyotua ndani ya Lebanon, haraka sana wakatengeneza structure mpya ya kundi la Lebanon. Kumbukeni kwamba Israel walikuwa wamemuua kiongozi wa Hezbollah ambaye alikuwa anaitwa Hassan Nasrallah. Waliua makamanda wengi sana wa Hezbollah. Kwa maana hiyo unaambiwa kamanda wa Quds Force ile ya Iran akatua ndani ya Hezbollah, ndani ya Lebanon kusini, akatengeneza structure mpya ya kundi la Hezbollah, kwamba kiongozi wenu atakuwa ni huyu, makamanda wenu watakuwa ni hawa, vikosi vyenu ndani vitakuwa ni hivi. Alafu kubwa zaidi ni kwamba unaambiwa wa Iran wameitengeneza Hezbollah mpya ambayo wameimeng'enya vikundi vidogo vidogo ndani yake, ambapo vile vikundi vinafanya kazi tofauti. Alafu vile vikundi makamanda wake hawajui siri zote za kundi zima la Hezbollah. Mmenielewa? Hii ni structure ambayo pia Iran wanaitumia katika kikosi chao cha Islamic Revolutionary Guards. Kwa maana hiyo, kutokana na hivyo, inakuwa ni ngumu sana kwa Israeli hata wakipenyeza majasusi ndani ya kundi la Hezbollah kupata taarifa zote juu ya structure nzima ya kundi la Hezbollah ilivyotengenezwa sasa hivi. Kutokana na hilo, hawajui siri za Hezbollah nzima, wanajua vipande vipande tu, kutokana na kwamba hakuna kamanda wa Hezbollah anayejua siri ya kundi zima la Hezbollah. Mmenielewa? Sasa kutokana na hii, Hezbollah imejikuta imepata nguvu mpya ndani ya muda mchache tu. Mmenielewa? Kutokana na hilo ndio maana sasa hivi Hezbollah wamerudi tena vitani. Hakuna aliyefikiria kwamba Hezbollah inaweza ikarudi tena vitani na Israel na ikawa na haya makombora, kwa sababu kwa muda mrefu toka mwaka 2024 Israel inatuhabarisha kwamba inapiga miundombinu ya Hezbollah kule Lebanon, na inatuambia kwamba imemaliza, yani imepiga viwanda vya silaha, imepiga maeneo yao ya biashara, yani imepiga commanding center zao za kijeshi. Kwa hiyo watu hawakutegemea kwamba Hezbollah watakuwa na nguvu hii walioonyesha sasa hivi, mamia ya makombora kwa usiku mmoja ndani ya Israel, na yanaenda kuleta uharibifu. Sasa kutokana na hii nguvu ndio Israel, kwa kuwa wanajua wameshindwa, kwa sababu kipindi hichi chote kilichopita nyuma Israel walijua wameshaidhoofisha Hezbollah, alafu kilichobaki wakawa wanailazimisha Hezbollah isalimu amri, iweke silaha chini, ikabidhishe silaha katika jeshi la Lebanon. Mmenielewa? Kumbe ambacho walikuwa wakijui nyuma ya pazia ni kwamba wao wanapowaambia Hezbollah wasalimishe silaha, Hezbollah wao ndio wanaimarishwa na Irani chini chini, ndio wanazidi kuongezewa silaha na Irani chini chini bila wao kujua. Mmenielewa? Wao wanajua wanazuia njia kule Syria, kumbe Iran wana njia nyingine za kuingia ndani ya Hezbollah, ndani ya Lebanon kusini, kuwafadhili Hezbollah. Sasa kutokana na hilo Israel wameona hapa tumeshindwa, wanaanza kuitupia mpira serikali ya Lebanon kwamba wanyang'anyeni nyie silaha Hezbollah. Serikali ya Lebanon inawaambia sisi tutapata wapi nguvu, jeshi letu linapata wapi nguvu kupambana na Hezbollah, kuwanyang'anya silaha, ikiwa wewe Israeli na Marekani jeshi namba 1 mmeshindwa? Alafu nyie mlidhoofisha jeshi letu sisi makusudi. Sasa jeshi letu mmelidhoofisha, litakuwa wapi na nguvu ya kuwanyang'anya Hezbollah silaha ikiwa nyie wenyewe mmeshindwa kwa zaidi ya miaka 40 sasa? Mmenielewa? Kwa hiyo hiki ndio kinachoendelea, na Israel wameingiza jeshi la ardhini kule Lebanon kusini, wanapambana, unaambiwa wanauliwa, na habari nyingine zinasema kuna baadhi ya maeneo wanarudishwa nyuma Israel, na maeneo ambayo wameyashikilia wanashindwa kusonga mbele, mpaka unaambiwa huko wanauliwa kwa sababu Hezbollah wao wanafanya mashambulizi yale ya ambush na yale ya misituni. Mmenielewa? Hao ni magorilla fighters. Mmenielewa? Israel wanaenda na vitu vile vya silaha nzito zenye nguvu zile za Marekani zile. Sasa matokeo yake wanapata hasara kubwa sana ya pesa nyingi, silaha nzito zao za gharama kubwa zinaharibiwa na wa Hezbollah ambao wao wanapigana mapigano ya kujificha na kujitokeza na kuatia hasara Israel. Matokeo yake Israel inapoteza wanajeshi na vifaa vya gharama sana. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media, channel inayokuletea habari zenye uhakika kabisa kutoka